Leo ni siku yetu ya pili ya darasa la zikimbie tamaa za ujanani. Maandiko yetu ya msingi ambayo tumeyatumia siku ya Jumatano kwenye darasa letu ni Timotheo wa pili, sura ya pili, mstari wa 20 hadi mstari wa 22. Maandiko yanasema, basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na vya fedha tu, bali na vya mti na vya udongo. Vingine vina heshima, vingine havina heshima. Basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Lakini zikimbie tamaa za ujanani, ukafuate haki na imani na upendo na amani, pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Kwa hiyo katika darasa letu lenye kichwa cha somo zikimbie tamaa za ujanani, tuliona kwamba tuna sehemu tatu za darasa. Sehemu ya kwanza, maana ya tamaa za ujanani. Sehemu ya pili, athari ya tamaa za ujanani. Sehemu ya tatu, jinsi ya kukimbia tamaa za ujanani. Kwa hiyo ni sehemu tatu: maana ya tamaa za ujanani, athari ya tamaa za ujanani, na jinsi ya kuzikimbia tamaa za ujanani. Na tulikuwa tumeangalia kipengele chetu cha kwanza, maana ya tamaa za ujanani. Tulikuwa tumeona tamaa za ujanani. Tamaa ya kwanza tuliona inaitwa nini? Na tamaa ya mwili. Tuliona tamaa ya mwili, na tuliona Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa 9 hadi mstari wa 11. Lakini tukasoma Wagalatia sura 5 mstari wa 16 hadi mstari wa 21. Basi nasema, enendeni kwa Roho, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili hutamani kushindana na Roho, na Roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi,
na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo tumeona namba 1, tamaa za mwili, na tuliona katika Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4 mstari wa 3 hadi mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, maana haya ndiyo mapenzi ya Mungu, kutakaswa kwenu, mwepukane na uasherati. Kila mmoja wenu ajue kuuweza mwili wake katika utakatifu na heshima. Kwa hiyo tuliona matendo ya mwili ni yapi. Jambo la pili tuliloliona, tamaa ya nini? Tamaa ya mali na vitu. Tamaa ya mali na vitu. Maandiko yanasemaje kuhusu tamaa ya mali na vitu? Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 9 hadi mstari wa 10. Neno la Mungu linasema hivi, Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 10. Lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi. Hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 9 hadi wa 10. Kwa tuliona tamaa za mali, tamaa za vitu, kutaka kuwa na mavitu mengi ya thamani ambayo wewe unajua kabisa hauna uwezo nayo. Maandiko yanasema mtu anajichoma kwa maumivu mengi na baadaye anapata tanzi na majaribu mengi kwa sababu ya kutaka kuwa na nini? Na mali. Hilo ni jambo la pili tuliliona, na tunapiga hatua jambo la tatu. Jambo la tatu, tamaa ya mashindano. Tamaa ya mashindano. Wafilipi sura ile ya 2 mstari wa 3 hata mstari wa 4. Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Tamaa ya mashindano. Tamaa ya mashindano ni changamoto nyingine katika tamaa za ujanani. Ni kutaka kujulikana, ni tamaa ya kujifurahisha, ni tamaa ya ubinafsi na kutaka kushindana na wengine na kuwashinda, ikiwezekana kwa njia yoyote. Kugombea ukubwa, kugombea nafasi, kuoneana wivu, kuwa na uadui,
uchonganishi, kutafuta cheo, kumchukia mtu mwenye kila kitu na kadhalika. Unaweza kuona mashindano. Sengine mtu mwenye kila kitu, wewe usiyekuwa na kila kitu au mkubali. Sema anajidai na vitu vyake namna hiyo kwa sababu anakushinda. Katika Ukristo mashindano hayakubaliwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamaa ya mashindano ya kutaka mtu mmoja aonekane yeye ni zaidi kuliko watu wengine, kwenye Ukristo hakuna kitu kama hicho. Labda yeye ni bora zaidi, labda yeye ni mjuzi zaidi, labda yeye anafanya kitu kwa ubora zaidi. Tumesoma katika maandiko yetu, nataka turudie tukumbuke katika nyumba kubwa kuna nini na nini. Tunaweza kusoma tena Timotheo, andiko letu lile Timotheo wa pili, ngapi hapo kama mnazingatia andiko niloanza nalo. Na nataka tusome wote pale. Ndio maana mashindano hayatakiwi kuwepo katika kanisa. Nataka muangalie kwenye nyumba kubwa kuna vitu gani. Timotheo wa pili sura ya pili mstari wa 20 hadi 22. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu. Simeona? Kwa hiyo kwenye nyumba kubwa kuna vyombo vya dhahabu, lakini kuna vyombo vya nini? Vya fedha. Sio vyombo viwili hivyo peke yake ndio viko katika nyumba kubwa ya Mungu. Jamani, haleluya. Bali na vya nini? Na vya miti, na vya nini? Na vya udongo. Alafu nini? Vingine vina heshima, vingine havina. Lakini kinapokuwa kwenye nafasi yake, kinakuwa na uzuri wake. Na ndio maana mashindano katika nyumba ya Mungu hayatakiwi. Wako wanaojua vizuri kudeki, wako wanaojua vizuri kupanga viti. Kweli ama sio kweli? Kwa msingi huo, kila mtu akifanya nafasi yake kwa uaminifu bila mashindano, Mungu anapata utukufu na heshima. Wako wanaojua kuimba, wako wanaojua kuitikia, wako wasiojua kuimba wala kuitikia, lakini wanaweza kumwagia maua ya kanisa. Kweli sio kweli? Kweli. Kwa hiyo mivutano inayojitokeza katika nyumba ya Mungu kwa mashindano haikubaliwi. Jamani, sawa? Tumeelewana hadi hapo? Haikubaliwi. Mwambie jirani yako, mivutano haikubaliwi, mashindano hayakubaliwi. Mimi nafanya vizuri sana kuliko fulani. Una maana gani? Hiyo maana yako ya kuona wewe unafanya vizuri kuliko fulani, unataka nini? Wapo watu ambao kwa hivyo wapo. Mimi navaa vizuri kuliko yeye. Umejuaje unavaa vizuri kuliko yeye? Bwana Yesu asifiwe. Na ukianza kumtaja mwingine ukijilinganisha na wewe, unaleta nini? Mashindano. Kwa tumeona tamaa za mwili, si ndio? Tumeona nini? Tamaa ya vitu na mali. Tumeona nini na katazo tena? Tamaa ya mashindano.
katika kazi ya Mungu hushindani na mtu yoyote. Unamtumikia Mungu kwa kadri unavyoweza, lakini sio mashindano. Tuko pamoja? Na maandiko yanasema katika Wafilipi sura ya 2 mstari wa 3 hadi wa 4, tumesoma msitende neno lolote. Kwa nini jamani? Kwa kushindana. Nani mkubwa? Nani mzuri? Nani ana sauti nzuri zaidi? Sisi tusizokuwa na sauti mnatuweka wapi? Nyinyi wenye sauti nzuri. Na sisi ambao hatuna sauti kwa Mungu tunakubaliwa. Jamani, sawa? Piga kelele, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Twende. Tena mwambie jirani yako, usitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu. Mwambie, bali kwa unyenyekevu. Kila mtu na hesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Na kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Hivi tungefanya hivi neno la Mungu, tungegombana? Tungeshindana? Speaker ianze kusema mimi ni wa maana sana kuliko mtungi wa maua. Nataka nikuulize, speaker inaweza kufanya kazi ya huo mtungi wa maua? Ndo nawauliza. Speaker inaweza kuwa mtungi? Kwa hiyo speaker ikishindana na mtungi ni sawa? Kwa sababu unashindana na mtu ambaye hafanani na wewe. Kwa sababu kuna vyombo vya fedha, kuna dhahabu, kuna vyombo vya miti, si ndio? Na kuna vyombo vya udongo. Tangu lini dhahabu ikashindana na udongo? Lakini heshima ya udongo ndiyo heshima ya dhahabu? Hapana. Heshima ya mti ndiyo heshima ya udongo? Hapana. Kwa lazima kuyaepuka mashindano yoyote. Mtu yoyote anayetaka kushindana na wewe, namna rahisi ya kufanya mashindano hayo yaishe, mpe ushindi. Umeelewa? Mimi nashindana na wewe, mimi nakushinda. Umeona bwana? Mimi nina viatu pea nyingi, mwambie umenishinda. Sawa, na Mungu akubariki mshindi wangu. Umeelewa bwana? Mimi na nguo nimependeza sana, mimi nikivaa nguo imependeza sana, mwambie sawa, hongera mshindi wangu. Umeelewa bwana? Huwezi kushindana na watu. Kuna wengine wanadamu ya nguo bwana. Kuna mwingine hata akivaa gunia linamtoa. Uongo, hamje kuona? Yani yeye nguo yani yoyote akiweka inakubali. Lakini mwenzangu na mimi mpaka nguo maalum zinakataa. Lakini wewe una nafasi yako. Jamani, haleluya. Hebu piga kelele useme, mimi nina nafasi yangu katika nyumba ya Mungu. Tena mimi nina thamani yangu katika nyumba ya Mungu, na Mungu anaijua thamani yangu. Ndio. Tamaa ya mashindano hiyo lazima tuiache. Jambo la 4, tamaa za dunia. Tamaa za dunia ni changamoto ya kutaka kujihusisha na dunia
na anasa zake. Ni changamoto ya kutaka kujihusisha na dunia na anasa zake katika njia ambayo taratibu inaweza kumuondoa mtu katika kumcha Mungu. Ni changamoto ya kutaka kujihusisha na dunia na anasa zake katika njia ambayo taratibu inaweza kumuondoa mtu katika kumcha Mungu. Unataka saa nyingine kujihusisha na burudani zisizo za kiroho. Unajihusisha na sherehe zisizo za kiroho. Unajihusisha na mambo ambayo yasiyo ya Ukristo. Nataka uonekane katika sherehe hizo. Jihusisha na ushirikina kwa mfano. Watu wa dunia wanaenda kwa waganga wa kienyeji, watu wasiokuwa na Mungu, na wewe mcha Mungu na wewe unaanza kujihusisha na mambo ya waganga wa kienyeji. Watu wa dunia wanajihusisha na vyama vya kishetani kwa ajili ya kupata pesa, na wewe mtu wa Mungu unataka ujihusishe na vyama hivyo ili upate pesa. Mambo mengi ambayo hayapaswi kufanywa na mtu mcha Mungu. Hata kusuka nywele kwa mfano. Sio kila mtindo wa usukaji wa nywele unamuhusu Mkristo. Sasa wewe ni Mkristo, unasuka nywele. Kuna nywele zinaitwa manyoya ya mbwa ama rangi za mbwa, si ndio? Au mimi mgeni na maeneo hayo, au nakosea? Sasa unasukaje wewe uliokolewa manyoya ya mbwa? Kwa nini nasuka manyoya ya mbwa? Na una kabisa ni manyoya ya nani? Ama wewe unasuka nywele, kuna nywele halisi zinaitwa. Ni nywele halisi. Hii biashara ya kuuza nywele halisi ni biashara inafanywa na imani za dini za kishetani. Unajua kuna rasta hizi ya makatani, alafu kuna nywele halisi na zina bei tofauti. Mnajua mjui? Mtu aliyeokolewa hawezi kusuka nywele halisi za mtu mwingine. Unajua kwa sababu gani? Zile nywele kabla hawajakuuzia wewe zinafanyika ibada maalum za kishetani. Zinakatwa zile nywele, zinanuizwa, zinafanyiwa ibada. Tungekuwa na screen ningewaonyesha jinsi wanavyofanya hizo procedure za kuleta nywele halisi ziuzwe. Kwa zile nywele zinahusishwa na roho chafu. Na ndio maana unaweza ukasuka zile nywele ukiwa hauna tatizo lolote la zinaa, lakini ukisuka tu unaanza kusumbuliwa na tamaa ya zinaa. Ndoa yako ilikuwa nzuri tu, ina amani, lakini ukisuka tu hayo manywele tayari ndoa inaanza kupata matatizo. Unaelewa? Mimi sasa hivi sisuki makatani, mimi sasa hivi naenda na nywele halisi. Nywele halisi, unamjua aliyezitoa? Hizo nywele halisi ndizo zinazofanya wanawake wengi wanasumbuliwa na vipanda uso na pepo wachafu, na zinawaharibia baraka, zinawaharibia utulivu. Nywele
halisi. Utakiwi kusuka nywele halisi mtu aliyeokolewa. Umeelewana mpaka hapo? Mmenisikiliza mjanielewa? Sasa hivi mtanielewa kwa sababu hela haziwatembelea. Zikiwatembelea hela mnajifanya nyinyi matawi ya juu, mnaenda kununua nywele kutoka Brazil. Umeona bwana? Nywele kutoka Argentina. Ile ni ibada. Na wanaotoa zile nywele wanakata kipala kabisa, wanampelekea shehe. Shehe anafanya dua maalum na zinabatizwa nywele hizo. Zikisha batizwa zinakaushwa, sasa zinapakiwa kwenye hizo package mnazoziona. Sasa wewe mlokole, shetani anakutafuta wewe, unanunua manywele halisi na bandika. Tayari unaanza kuota ndoto. Watu wanakukimbiza, wanakukaribia, unapaa. Umeshakuwa na mabawa, unapaa. Unaona bwana, ama uko katikati ya bahari unaogelea. Yaani ndoto ambazo hujawahi kuwa nazo. Ndio maana ni muhimu kupata tahadhari. Sio kila kitu kinachofanywa na watu wa dunia ni lazima kifanywe na mtu aliyeokolewa. La hasha. Inaenda hivi hata kwenye mitindo ya nguo. Sio kila mtindo wa nguo lazima mtu aliyeokoka avae. Kwa sababu mtu aliyeokoka ni mtu anayejitambua. Tuko pamoja? Nasema fashion. Hii ni fashion. Fashion ni kutembea uchi. Unavaa sketi mpaka chini, linafika mpaka chini lakini linaonyesha nguo zote za ndani. Hiyo ndio fashion. Kwanza mambo yapo hamna. Na wauliza hiyo ni fashion? Kweli linguo ni refu kwa urefu, lakini ni duka la vioo. Kila kitu kinaonekana, ndio. Kwani hamuoni hata wanawake mtaani? Au nyinyi hamuoni? Kavaa hilo sketi lake hilo, anaonyesha kila kitu. Kavaa mashanga hayo kiunoni yanaonekana, basi mwenyewe anaona kavaa kitu cha maana. Niwaambia, kila kitu kinachofanywa duniani na watu wasiomcha Mungu kinapaswa kufanywa na mtu aliyeokolewa. Tumeelewana mpaka hapo? Ndio. Na nafikiri mnajua mavazi ya mpasayo Mkristo. Si ndio? Msingi wa mavazi hayo ni nini? Piga kelele, msingi wa mavazi yao ni nini? Nyoosha sentensi. Ni nini? Kuficha uchi. Msingi wa mavazi ya Kikristo ni nini? Toa sauti. Ndio. Wanawake ndio wana uchi mwingi zaidi. Sawa? Sawa? Ndio. Changani. Hivi mwanamke akitembea kitovu nje ni nini hiyo? Mwanamke akitembea matiti yako nje ni nini hiyo? Mwanamke akitembea kiuno kiko wazi ni nini hiyo? Ni tofauti na wanaume. Mwanamke akitembea makwapa yako wazi ni nini hiyo? Kwa hiyo lazima kujiepusha na mambo ya dunia hii. Tuko pamoja? Mmenielewa hapo? Mambo ya dunia hii yako mambo mengi sana. Mengi chungu nzima. Unatoa nyusi hizi zote, unazitoa zote hizi, alafu unachukua kalamu, unachukua penseli namna hii. Unachora yanasogea mpaka kwenye masikio. Mnaitaka nini? Umeona?
Yako mambo Mkristo unakuwa na star yanaleta usumbufu kwenye Ukristo wako. Hiyo iko mpaka kwenye perfume. Ziko perfume Mkristo utakiwi kabisa kutumia. Ukitumia hiyo perfume unaleta pepo karibu. Kuna perfume fulani, kuna mwanamke wa Kiarabu wa Kininja kati ya macho tu hivi. Unaijua ile perfume inaitwa nini? Kurusumu. Sasa unakuta mwanamke kapuliza nini? Pepo wanakuwa kila mahali. Kwa mwanamke wa namna hiyo au mwanaume wa namna hiyo. Kuna wanaume wengine hawajali cha perfume. Yeye madamu ni perfume ana usiku anaota na masikio yanalefuka zaidi kama ya sungura yanalala hivi. Perfume ya kurusumu. Lazima vitu viwe na star. Kuna yale maperfume ukipuliza hayaishi katika mwili, na ukipita njia nzima ni wewe tu. Mnajua yale maperfume. Kuna zile perfume za kimaskini zinauzwa 500. Zile za 500 za gololi unatia namna hiyo. Mnazijua zile. Yaani ukiingia mahali watu wanajua kaingia mtu. Ukitoka unawaachia harufu yako tu, wananukia wewe tu. Hapana. Perfume zile kali sana zinapenda kuleta pepo wa zinaa, pepo wa sherati. Wanavutiwa sana na perfume kali sana, na wanaweza kukuletea usumbufu mwingi ambao hukuwa nao. Kwa lazima kuwa mwangalifu katika mambo ya dunia haya. Mmenielewa? Nimetaka muwe na nini? Na awareness, muwe na uangalifu. Unafanya vitu ambavyo Mkristo vinampasa kufanya, na unaacha vitu ambavyo Mkristo hapaswi kufanya. Mambo ya dunia hayo. Hata vijana wananyoa mitindo ya ajabu. Ananyoa huku kote, huku anachola na mikuki kichwani namna hiyo. Hayo yote ni yanaweza kuleta madhara. Kwa msingi huo, mambo ya dunia lazima kuyaepuka kadri inavyowezekana. Kwa mfano, yako mambo mengi. Unakuta siku hizi kuna wanawake wanabandika makucha. Alright? Lakini hayo makucha hayo kunguru wakasome. Sasa mwanamke, kwa mfano wewe ni mke wa mtu na makucha kama hayo, unafua saa ngapi? Kwa mfano unaweza kuosha vyombo na makucha hayo ni marefu, yanapinda hivi, alafu wanayatia rangi, hapa nyekundu, hapa blue, hapa kijani, hapa pinki, hapa orange. Kwani amoni hivi ni sahihi Mkristo kuwa na makucha ya namna hiyo? Hapana. Wewe ni Mkristo, sawa? Unabandika kucha, basi hata kama unabandika kucha, Biblia inasema basi uwe na nini? Jamani, makucha ya mguuni, shetani sio shetani, yamebandikwa mpaka yametokeza hivi.
Hapana. Katika Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 mstari wa 15 mpaka mstari wa 17, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Waraka wa kwanza wa Yohana 2:16 mstari hadi mstari wa 17. Natumai umefika pale. Msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo wapi? Ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yani nini? Tamaa ya mwili, si ndio? Tamaa ya nini? Tamaa ya macho na kiburi cha uzima havitokani na nani? Na Baba, bali vyatokana na nani? Na dunia. Nataka ujue dunia inatoa nini. Angalia maneno haya. Dunia inatoa nini? Tamaa ya nini? Ya mwili. Tamaa ya nini? Ya macho na nini? Na kiburi cha uzima. Dunia ndio inatoa hayo. Hayo yote yanatokana na dunia. Na maandiko yanasemaje? Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata nini? Hata milele. Dunia hii inapita na mambo yake. Wewe kama kuna mtu wa zamani ataweza kuelewa kwamba zamani katika fashion wanaume walikuwa wanavaa mabugalo, yani suruali kama mtu mmoja na suruali limejaa hapa kote, limguu kama lile dude la mashineni la suruali, alafu anavaa na izoni ananing'inia namna hii, alafu anavaa na t-shirt fulani ya mikono mirefu, sweta inambana namna hii. Hiyo miaka ya 91 92, umeelewa bwana? Bonge la handsome, na nywele ametimua, kichwa kimejaa manywele namna hii, kijana huyo. Wakatoka tena huko wakaja sasa kwenye za kubana, mpaka anavaa suruali na lailoni. Yani ni tight kabisa. Hawa mjaona hayo? Wametoka tena huko wameanza kurudi kawaida. Si unaona dunia inavyohangaika? Dunia inapita na mambo yake yote. Kwa msingi huo, vijana wapo duniani ama wawapo katika ulimwengu huu, ama tukiwapo duniani hapa, pamoja na ufahamu mzuri, pamoja na kuelimishwa vema njia ya Bwana, pamoja na wokovu na kumpenda Mungu na kumshinda shetani, adui mmoja wapo mkubwa tunayekabiliana naye ni mambo ya mwili na tamaa za ujanani. Hizi ni muhimu vijana wakajua na namna wanavyoweza kutiisha miili yao na kujinasua kutoka katika mtego huu mkubwa, kwani tamaa hizi zina athari zake. Tamaa hizi zina athari zake. Na kwa msingi huo tunakwenda kipengele chetu cha pili, athari ya tamaa za ujanani. Athari za tamaa za ujanani. Athari ya tamaa za ujanani. Tamaa za ujanani zina athari kubwa sana ya kiroho na hata kimwili.
tamaa za ujanani zina athari kubwa sana za kiroho na hata za kimwili. Zinaunda tabia na mfumo ambao unaanza kumweka mtu mbali na Mungu taratibu. Zinaunda tabia na mfumo ambao unaanza kumweka mtu mbali na Mungu taratibu, bila kuelewa, na hatimaye mwisho zinamnyima mtu huyo nafasi ya uzima wa milele ambao Mungu alimkusudia. Tamaa za ujanani. Kimsingi Mungu anapotuokoa akusudii hata kidogo kwamba tuukose uzima wa milele wala, lakini kupitia tamaa za ujanani, dunia na shetani, taratibu tamaa hizi zinafanya kazi ya wewe mwenyewe kujiondoa katika mpango huo wa Mungu. Lakini kupitia tamaa za ujanani, dunia na shetani, taratibu tamaa hizi zinafanya kazi ya wewe mwenyewe kujiondoa katika mpango huo wa Mungu. Kwanza unadumaa kiroho. Pili, unapoteza uadilifu. Tatu, unakosa amani kwa kuharibu uhusiano wako na Mungu, na hatimaye kukuharibia mpango wa Mungu wa umilele. Vijana wengi leo wamekuwa na wakati mgumu kutokana na namna walivyoziendekeza tamaa za ujanani. Tamaa za mwili, tamaa za mali na vitu, tamaa za mashindano. Unamwona mtu analewa namna hiyo, na wewe kijana unatamani kulewa. Hauna mbele wala nyuma, unalewa. Maisha ya ujana ni maisha yenye thamani kubwa kama kijana atakuwa mtu makini. Yanapotumiwa vibaya, maisha ya ujana yana athari kubwa sana katika utu uzima. Yanafanya mtu anakuwa useless. Mtu tu analewa huko, mtu tu anakuwa mwasherati tu, anafanya matendo ya uasherati tu, na heshima hakuna popote anapata. Anakuwa mtu wa ajabu kutokana na tamaa za ujanani. Ukiwa mwangalifu na ujana, uwe unajua una uangalifu na maisha yako. Ukiwa unaona ni ujana unaweza kuutumia na kufanya kila kitu katika ujana huo, baadaye utabadilika. Kuna mambo ukiyafanya katika ujana huwezi kubadilisha chochote kabisa, yanakuwa sehemu ya maisha yako. Ndio maana maandiko yanawashauri vijana ni heri kumtumikia Mungu wakiwa wangali watu gani? Vijana, kabla hazijaja siku zilizo mbaya. Ndio maana tunawaambia vijana, kama wewe unatoka familia duni, unaweza kuleta mabadiliko ya familia yako duni
kwa kuishi namna inayofaa kwa ujana wako. Na mabadiliko yanaweza kutokea. Badala ya kuongeza huzuni kwa kuishi tu ovyo ovyo na mambo ya kidunia ya ovyo ovyo. Mimi wanawashangaa hata watu wa dunia eti anaenda disco. Na disco huko kwenyewe anasikiliza mziki ambao na nyumbani kwake anao. Wanampigia nyimbo hizo hizo disco ambazo na nyumbani anazo na kwenye simu anasikiliza. Lakini huko analipia. Hata luka huko hadi asubuhi. Dunia hii mnayoiona iko hivi unavyoiona ni kwa sababu Mungu amekusaidia wewe kuona hivi unavyoiona. Na zingine tunajisahau sana, tunafikiri hii dunia inatupenda sana, na kwa msingi huo lazima na sisi tuhakikishe tunaipa dunia inachotaka. Tapata matatizo makubwa. Ni heri kuishi kwa nidhamu. Watu wasema mshamba huyo, hauna mademu, huna demu. Umeona bwana? Hauna boyfriend, wewe ni mshamba kabisa. Hauna girlfriend, wewe unakaaje bila boyfriend, unakaaje bila girlfriend. Heri kukaa bila boyfriend na bila girlfriend, ukawa na amani na Yesu Kristo. Elewa bwana? Haya maneno naongea na wewe hayawezi kukuingia sana mpaka siku utakapopata matatizo ya kuwa nje ya Ukristo. Ndio utaelewa yale maneno na kuambieni leo. Ni vibaya kuchezea maisha yako na dunia hii. Hii dunia umeikuta hii. Imeumiza wengi dunia hii. Hii dunia imeua watu wengi sana, wazuri kuliko wewe, wenye akili kuliko wewe, wenye pesa kuliko wewe. Dunia hii imewapoteza na ikuwataka tena. Namna pekee ni kuishi kwa nidhamu pekee na kumcha Mungu. Tuko pamoja? Saa nyingine wazazi wenu hawakai na nyinyi kuzungumza nanyi. Mimi ndio mzazi wenu wa kiroho, nakaa na kuzungumza nanyi. Iepukeni dunia na mambo yake. Madhara yake ni makubwa. Ningekuwa najichanganya leo msingekuwa na mchungaji hapa, kwa sababu njia ni hiyo hiyo tu. Njia ni hiyo hiyo. Athari ni nyingi za tamaa za ujanani. Mojawapo, unatengana na Mungu. Nataka ni address haraka haraka na nitakupa maandiko. Athari ya kwanza ni kutengana na Mungu. Tamaa za ujanani zikitimizwa mara moja, inaanza kuharibu ukaribu wetu na Mungu. Zinavunja uhusiano wetu na Mungu. Kwa hiyo hata kama wanadamu hawatuoni, lakini sisi wenyewe tunapoteza urafiki na uhusiano wa karibu na Mungu, na tunakuwa maadui wa Mungu. Jambo ambalo linapunguza ama kuondoa kabisa neema za Mungu katika maisha yetu, na mwili unapata nguvu ya kututawala.
unatawaliwa na mwili, unakuwa mtu wa ajabu. Maandiko yanasemaje katika Yakobo sura ya 4 mstari wa 4 hadi wa 6? Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakayekuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Au mwadhani ya kwamba maandiko yasema bure, huyo Roho akae ndani yetu hututamani kiasi cha kuona wivu? Lakini hutujalia sisi neema izidio, ama neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Mwanzo 39 mstari wa 7 hadi wa 9. Ikawa baada ya mambo hayo, mke wa bwana wake akamtamani Yusufu, akamwambia, lala nami. Lakini akakataa. Akamwambia mke wa bwana wake, tazama, bwana wangu hajui kitu kilichowekwa kwangu nyumbani, na vyote alivyo navyo amevitia mikononi mwangu. Hakuna mkuu katika nyumba hii kuliko mimi, wala hakunizuilia kitu chochote ila wewe, kwa kuwa wewe mkewe. Nifanyeje ubaya huu mkubwa nimkose Mungu? Huyu ni Yusufu. Kwa hiyo tumeona athari za tamaa ya ujanani. Moja wapo ni nini? Tumeangalia hiyo nini? Tumeona nini? Ndiyo. 2, kudumaa kiroho. Tamaa za ujanani huchukua muda mrefu sana kupambana na uwezo wa kijana kukua kiroho na kumfuata Yesu kwa ukamilifu, na matokeo yake inasababisha udumavu wa kiroho. Watu wanaojihusisha na mambo ya mabovu, vijana wadogodogo, sasa mimi siendi kanisani, mimi sitaki mambo ya kanisa. Ukisikia tu hizo kauli, unajua kuna matatizo. Anaona kanisani kuna mchelewesha, acha kidogo atumie mambo fulani ili aonekane yeye ni kijana. Sasa hivi bwana, hali ni mbaya. Kuna watoto wanazaliwa HIV positive, wa kike na wa kiume, na wanaishi na wanasoma sekondari. Mnajua hilo? Mjui? Niishie hapo. Mtego. Nini hiyo nimesema? Kwa wale wanaoamini wasichana wa shule hawawezi kuwa wameathirika, huo ni uelewa wa mtu mjinga mmoja ambaye hajawahi kusoma wala kuona gari. Ndio anaweza kujua hivyo. Umeelewa? Mnanielewa? Maneno hayo. Dogodogo, wako wanapenda dogodogo. Wakubwa wana matatizo wanachukua dogodogo. Wanaitwa mafataki. Yanaitwa mafataki majitu yale. Au naongea mwenyewe. Leo naona darasa kidogo zito. Mnaona kama mimi ninaongea tu mwenyewe, mnajifanya mjui. Mafataki yapo ama hayapo? Kuna madhara makubwa sana
ukidumaa kiroho, badala ya kukua kiroho, ile hali ya tamaa ya mwili inakupeleka mbali na hali ya kukua kiroho. Unaanza kufanya mambo ya ajabu sana. Jiepushe na hayo kijana na hata Mkristo. Amen. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 3. Lakini ndugu zangu, mimi sikuweza kusema nanyi kama watu wenye tabia ya rohoni, bali kama watu wenye tabia ya mwilini. Hiyo ni Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa kwanza hadi wa 3. Kama na watoto wachanga katika Kristo, naliwanywesha maziwa, sikuwalisha chakula, kwa kuwa mlikuwa hamjakiweza, naam hata sasa mkiwezi. Kwa maana hata sasa ninyi ni watu wa tabia ya nini? Ya mwilini. Tabia ya mwili. Mwili unapenda tamaa, mambo ya tamaa. Akipita mwanamke mnene, mwili unakufanya unamwangalia. Niliona kwenye kwaya moja ya AIC, kapita mwanamke mmoja wanamfanya siji maigizo si nini. Sasa huyu bwana akamwangalia yule mwanamke mpaka akaenda kugonga mti. Yaani akakutana na mti. Tamaa za mwili. Maana ikiwa kwenu kuna husda na fitna, je, si watu wa tabia ya mwilini ninyi? Tena mnaenenda kwa jinsi ya kibinadamu. Muona bwana? Ukiangalia Waebrania 5 mstari wa 11 hadi 14, nitakuwa nasoma haraka, wewe na copy tu ili kukomboa wakati ambaye tuna maneno mengi ya kusema katika habari zake, na shida kuyaeleza, kwa kuwa mmekuwa wavivu wa kusikia. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, ambao akili zao kwa kutumiwa zimezowezwa kupambanua mema na mabaya. Luka sura 8 mstari wa 14 unaongelea zile mbegu zilizoanguka penye miiba. Ni wale waliosikia, ama ni wale waliosikia na katika kuenenda kwao usongwa na shughuli na mali na anasa za maisha haya, wasivishe ama wasivishe lolote. Sasa ndugu zangu, jambo hilo la ngapi? Athari ya ngapi? Ya pili. 3. Athari ya 3 ni kukosa amani. Tamaa za ujanani zinapotawala maisha yetu, hutujengea mashaka, wasiwasi na woga, na wakati mwingine kupoteza amani na kusinyaa kwa imani yetu katika wokovu na Mungu. Tunakosa amani. Unaweza kuona, umewahi kumuona mshirika aliyerudi nyuma katika wokovu ukikutana naye? Yaani kama hujamuona vizuri, anaweza akakukimbia, akajificha. Sasa unamuuliza, unajificha nini mtumishi? Anasema hamna. Hamna. Dunia imemnyang'anya nini? Amani. Athari ni nyingi, athari za tamaa za ujanani. Twende ya 4. Hapo nimewapa andiko.
Nina maandiko kama yote. Zaburi ya 51 mstari wa kwanza hadi 12. Hapo sitasoma kukomboa muda. Zaburi ya 51 mstari wa kwanza hadi wa 12. Zaburi ya 51. Mungu ni rehemu sawa sawa na fadhili zako. Kwa hiyo sitasoma andiko hilo, nimekupa tu. Nataka niende athari ya 4 ya tamaa za ujanani. Mtego wa uadilifu. Mtego wa uadilifu. Kila mtu duniani anavutiwa na mtu mwadilifu, na kila mwanadamu anapenda kuwa na sifa ya uadilifu. Hata hivyo, kupitia tamaa za ujanani, Shetani amewaharibia watu wengi sana sifa ya uadilifu. Kwa kutumia tamaa yao au watu wenyewe, na kuwaingiza katika mtego huu wa ukosefu wa uadilifu. Daudi alikuwa ni mtu aliyependwa na Mungu, na alimpenda Mungu upeo. Lakini Daudi aliwahi kuingia kwenye mtego huu wa ukosefu wa uadilifu. Na bila shaka nafikiri ulikuwa ni wakati wa ujana. Tamaa zimemjaa. Akachukua mke wa Uria. Mnasoma msomi? Ile ilileta athari kubwa sana. Ikaleta huzuni kwenye nyumba ya Daudi. Na mnaelewa yaliyoendelea Ni vizuri ijulikane wewe ni mtu muadilifu. Unaweza kuwa mtu maskini lakini ni mtu muadilifu. Muhimu sana. Katika Samueli wa pili sura ya 13 mstari wa 10 hadi mstari wa 14, Amnoni, mnaelewa Amnoni mambo yake yale mabovu. Katika maandiko hayo nimekupa Samueli wa pili sura ya 13 mstari wa 10 hadi 14. Tunajifunza tamaa za ujanani zinaposhindikana kudhibitiwa, maana yake tunaweza kufanya mambo ya kipumbavu yatakayoleta aibu katika maisha yetu. Mambo ya kipumbavu yatakayoleta aibu kwenye maisha yetu. Kila siku mambo ya kipumbavu yanapofanywa kwa tamaa za ujanani yanaleta nini? Aibu kwenye maisha yetu. Bwana atupe neema na kuwa mbali na mambo ya kipumbavu kwa jina la Yesu Kristo. Mungu atusaidie na kuiuisha miili yetu tupate kuwa watu safi. Sema amen. Athari ngapi? 4, lakini kuna 5. Vifo na maradhi. Tamaa za ujanani zinaleta vifo na maradhi.
vifo na maradhi. Chukua tahadhari sana sana. Madaktari wako kama sisi wachungaji wa deliverance. Maadili ni hayo hayo, lakini vitu tunavyovijua kuhusu watu na afya zao, mzima ni wewe. Umeelewa sijui? Yaani mzima ni nani? Ni wewe. Naishia tu hapo. Sitaki kuwa na maneno mengi leo. Changanya mwana wa Mungu ukajifanya wewe wa mjini sana. Wasichana hawakatishi mbele yako. Lazima kuchukua tahadhari. Maradhi, mabaya, mazito, ya kutisha yako dunia hii. Maradhi mabaya ya kutisha yako dunia hii. Usicheze na afya yako kwa kujifanya wewe ni shujaa. Hamna shujaa hapa duniani bwana. Tuko pamoja? Chukua nini? Tahadhari. Jinsi ya kukimbia tamaa za ujanani. Tubalize. Maana leo darasa langu mimi nanyoka tu hivi. Umeona bwana, watu wanakuwa wamepoa poa, wanajifanya wao hawaelewi mambo mimi nazungumza. Jinsi ya kukimbia tamaa za ujanani. Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 22. Lakini zikimbieni tamaa za ujanani, ukafuate haki na imani na upendo na amani, pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Maandiko yanatuelekeza kukimbia tamaa za nini? Za ujanani. Ziko mbinu kadhaa ambazo maandiko yanatoa za kukimbia tamaa za nini jamaa? Za ujanani. Sasa kwa sababu ya muda, kwanza, ukiwa wewe umeokolewa, tumia muda wako kujenga mahusiano yako na Mungu. Hiyo ndio mimi nilikuwa nafanya nikiwa kijana.